kuna dada zetu hawa mama ntilie wanapika vyakula mchana wa Ramadhani. Sawa. Sasa haitoshi shekhe, wana sehemu wanaita machimbo. Hayo machimbo ni kwa ajili ya vijana wa Kiislamu wenye kula mchana. Ukienda kule machimboni kule, sahani moja shilingi 10,000. Sasa dada kama hawa, watoto wa Kiislamu wanafanya vitu kama hivi, hukumu zao ni nini shekhe? Kiuza chakula ambacho kibichi kinaenda kupikwa kama walivyotuambia maulama, hiyo haiharibu. Lakini kuuza chakula mchana Ramadhani kilichokuwa tayari kwa kuliwa, hapo ndio kuna tatizo. Kauli jumhur imesema ni haramu kufanya hivyo, kwa sababu utakuwa unawasaidia watu kumwasi Mwenyezi Mungu katika mchana Ramadhani. Kaulu arrajih na kaulu jumhur kwamba haifai kufanya hivyo. Kwa sababu nini? Unawasaidia watu kumwasi Mwenyezi Mungu mchana Ramadhani. Kiuza chakula ambacho kibichi kinaenda kupikwa kama walivyotuambia maulama, hiyo haiharibu. Lakini kuuza chakula mchana Ramadhani kilichokuwa tayari kwa kuliwa, hapo ndio kuna tatizo. Kauli jumhur imesema ni haramu kufanya hivyo, kwa sababu utakuwa unawasaidia watu kumwasi Mwenyezi Mungu katika mchana Ramadhani. Kaulu arrajih na kaulu jumhur kwamba haifai kufanya hivyo. Kwa sababu nini? Unawasaidia watu kumwasi Mwenyezi Mungu mchana Ramadhani. Wakaleta hoja wachache waliosema kwamba kwa sababu tumeshaambiwa wako miongoni mwao man aftara lisafari au lilmarad au likibari sini. Wako wengine wanafungua kwa kusafiri, wengine kwa sababu ya utu uzima, wengine kwa sababu ya maradhi. Kwa hiyo upo wajihi wa kuuza chakula, lakini wakajibiwa la, kutokana na dalili haizekani. Kwa sababu huyo aliyokuwa na hali kama hiyo, kwa sababu ya hurmati shahr Ramadhan, kuheshimu mwezi wa Ramadhani, atajua ajiandae vipi ikiwa mtu msafiri, atajua ajiandae vipi ikiwa mtu anaumwa, atajua ajiandae vipi ikiwa mtu ni mtu mzima. Kwa maana kinachokataliwa ni kuvunja ile heshima ya mwezi wa Ramadhani, na kuvunja heshima ya mwezi wa Ramadhani ni jambo baya sana, halihitajiki. Wewe chukua mfano jambo ambalo unapata thawabu, hiyo kula sengine hata usipate thawabu. Kula it depends according to your intention, nia yako iko vipi. Kila kwa nia ibada unapata thawabu, kila tu kama ada upate thawabu. Lakini kuna jambo wewe umefanya ada, umefanya nia, unapata thawabu. Na ni kumuingilia mkeo, mtu kumuingilia mkewe ni jambo ambalo la thawabu, lakini tukilifanya mchana Ramadhani umevunja heshima ya Ramadhani, unakuwa na penalty ambayo ni fidia kubwa sana. Sasa na hao ambao wanauza chakula mchana Ramadhani wamevunja heshima ya Ramadhani, hawatakiwi kufanya hivyo, kwani wanapata dhambi. Kwa maana ya kwamba sio masala ya kujificha au kujidhihirisha. Wewe mwenyewe ile imani yako uone kwamba huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, unatakiwa usilifanye jambo kama hilo, na ukilifanya basi ujue wewe unashirikiana na wale ambao wanaofanya dhambi ile. Sasa wale wanaoenda kula na wao watajijua wenyewe wanaenda kula kwa sababu gani. Ikiwa wanaenda kula kwa sababu ya kisheria, Mungu atawasamehe. Lakini wakiwa wanaenda kula kukwepa tu, kufunga, kama alivyosema ndugu yetu hapo, wanaenda chimbo, wanaenda kujificha huko kabisa. Inna Allaha yaraka, utajificha wapi wewe? Mwenyezi Mungu anaona kila kitu. Allahu alimun bikulli shay, Allahu sami'un basir. Huwezi kumficha. La tudriku absar wa huwa yudriku al-absar. Macho yetu sisi haiwezi kudiriki Mwenyezi Mungu yuko vipi, lakini yeye anadiriki kila kitu. Huwezi kumficha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio pale tukaambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ittaqillaha haythuma kunta, muogope Mwenyezi Mungu popote ulipo, anakuona popote, uwe msalani, uwe sasa wengine wale raqib na atid, wale malakul katibin wa kuandika mema na wao, utasema mada kule msalani au toilet ya waingii, watasema nje, lakini wanayo mwenyewe mitambo yao washaseti kule. Tukifanya kibaya huku nje wanaandika, huku nje wanaandika.
ni kama mfano wa TV, lakini Mwenyezi Mungu ni zaidi ya hivyo. Sasa wewe ukaenda ukachimba ukajificha, unajidanganyia nafsi yako. Siku ya Kiyama kila kitu kiko wazi, yauma tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Miguu yako itashuhudia ulikuwa unakwenda uko chimbo bwana, huyo alikuwa anakwenda kula mchana Ramadhani. Kwa hiyo hapo kuna hukumu mbili, anayeuza naye anayenunua. Anayenunua kwa udhuru ambao yeye anao wa kisheria, Mungu atamsamehe, lakini yule anayeuza ndo hatakiwi kuwasaidia wale, kwa sababu vipi tutaweza kuidentify kwamba huyu udhuru wake ndo wa kisheria na huyu udhuru wake sio wa kisheria? Kwa hiyo saddi dharia, kufunga mlango wa kutenda dhambi, hilo jambo alisirihi kabisa. Waman aana la ma'siyatin walau bi shatri kalima kana sharika lahu, na mwenye kusaidia katika kumwasi Mwenyezi Mungu, maana wamantilia wanauza wanawasaidia katika kuvunja heshima ya Ramadhani, basi kana walau kwa kitu kidogo sana, basi kana sharika lahu. Na pia wanakosa baraka hata biashara kwa mwezi huo mmoja tu, basi ndio wawezi kufanya kusubiri, au wauze jioni baada ya mchana, walikuwa mantilie kuuza chakula hivi, waweke iftari jioni, watu watakuja kula na Mwenyezi Mungu atawaletea wateja. Mbona watu wanafanya namna hiyo? Lakini kufanya vitu kama hivyo ni haram na ni dhambi. Allahu Ta'ala a'lam.